Mpendwa mtazamaji, Dominika ya 19 mwaka A wa kanisa. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linapatikana katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, sura ile ya 19 aya ya 9a na aya ya 11 hadi ya 13a. Somo la pili linatoka kwa waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi, sura ya 9 aya ya kwanza hadi ile ya 5. Na injili tunaipata kwa mwinjili Mathayo, sura ile ya 14 aya ya 22 hadi ile ya 33. Nitaisoma injili. Yesu aliwalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo, wakati yeye alipokuwa akiwaaga makutano. Naye alipokwisha kuwaaga makutano, alipanda mlimani faragani kwenda kuomba. Na kulipokuwa jioni, alikuwako huko peke yake, na kile chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari, kinataabika sana na mawimbi, maana upepo ulikuwa wa mbisho. Hata wakati wa zamu ya 4 ya usiku, Yesu akawaendea, akienda kwa miguu juu ya bahari. Wanafunzi walipomwona akienda juu ya bahari, wakafadhaika, wakisema, ni kivuli, wakapiga yowe kwa hofu. Mara Yesu akanena akawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu akasema, Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Akasema, njoo. Petro akashuka chomboni, akaenda kwa miguu juu ya maji ili kumwendea Yesu. Lakini alipouona upepo akaogopa, akaanza kuzama, akapiga yowe akisema, Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Nao walipopanda chomboni, upepo ulikoma, nao walikuwamo ndani ya chombo, wakamsujudia wakisema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Mpendwa mtazamaji, katika injili hii ya Mathayo, Yesu anawalazimisha wanafunzi wake wapande chomboni na kutangulia mbele yake kwenda ng'ambo. Swali la msingi, kwa nini Yesu Kristo anawalazimisha wanafunzi wake wapande katika chombo wamtangulie? Ile sura ya 14 aya ya nyuma na katika Dominika iliyopita tulisikia jambo kubwa ambalo Yesu Kristo alilifanya, nalo ilikuwa ni kuwalisha chakula watu 5,000 wanaume, bila kuhesabu wanawake na watoto. Kitendo hiki cha Yesu kuweza kuwalisha umati ule mkubwa wa chakula, Injili ya Yohana sura ile ya 6 aya ya 15 inasema, yale makundi walitaka kumfanya Yesu Kristo aweze kuwa mfalme wao dhidi ya Warumi, na kwamba Yesu Kristo akiwa ni mfalme wao atakuwa anawalisha chakula, kitendo ambacho serikali ya Kirumi katika ule utawala wa Ponsio Pilato hawakuweza kuwalisha chakula. Mitume hawa nao wakaingia katika ushawishi wa makundi haya watu, wakiungana na hawa watu kumfanya Yesu Kristo aweze kuwa mfalme. Walijua kwamba wamesha ukata kimaisha, wao watakuja kuwa mawaziri katika ufalme wake. Yesu alipoona hivyo, akaanza kwanza kuwatoa wale mitume waondoke, watangulie, kwa sababu hawa ndio walikuwa chanzo kikubwa cha kutaka kumfanya Yesu Kristo aweze kuwa mfalme. Akawalazimisha waondoke lile eneo, wakati yeye akiwa anawaaga makutano. Na katika kitendo hiki ambacho Yesu Kristo anawalazimisha hawa mitume waweze kuondoka, kuna sababu nyingine kubwa iliyoko, kwamba
ulikuwa umefika wakati wa yeye kwenda kuungana na Baba yake katika maombi. Kila jioni baada ya kuweza kufanya huduma, Yesu Kristo alikuwa anajitenga, anaenda mlimani. Katika ukimya anakuwa yeye na Baba yake. Anaacha mafanikio yote alikuwa ameyapata mchana, anawaacha wale mitume wake, anakuwa yeye na Baba yake. Anaenda kuinua msumeno wake, anaenda kuinua roho yake, moyo wake ukutana na Baba yake. Hivyo angeendelea kubaki na hawa mitume na hawa makutano, asingepata ule muda wa kuweza kuungana na Baba yake. Ndio maana aliwalazimisha hawa mitume waweze kuondoka. Yesu Kristo analinda ratiba yake ya kuweza kuwa karibu na Baba yake. Mambo gani tunayojifunza? Tupo katika jamii ambayo nyakati za sasa hivi tukipata mafanikio madogo tu ya kiroho, kiuchumi na kijamii, mara kwa mara tunataka watu waweze kutufuata. Angalia sasa hivi, mtu akifanya jambo lote lile anapotaka aweze kuona na wafuasi wengi katika mitandao. Ni namna gani sasa hivi hadi katika viongozi wa dini akifanya mafanikio madogo tu anapotaka watu wengi waweze kumfuata. Mikutano mikubwa kuweza kuwa na watu wengi. Yesu alijitenga, alikataa huo ushabiki. Akiwa kule juu, akiwa kwenye maombi, akiwa mlimani faragani, anaomba mbele ya Baba yake, kile chombo ambacho kilikuwa kimeondoka kikafika katikati ya safari na bahari ikachafuka, chombo kikatabika sana. Petro na wenzake wakafanya kila jitihada ya kuweza kukinusuru kile chombo, wakashindwa. Yesu Kristo akiwa katika maombi, imefika zamu ya 4 ambayo ni kama vile saa 10 usiku, akaondoka mahali alipokuwa na sali, akatembea juu ya bahari kwa miguu, akakifikia kile chombo. Alipoona kwamba wanatabika, akasema, wanangu, msiogope, ni mimi. Petro na wale mitume walizani kama wameona kivuli, ambao ndio maana nyingine kwamba ni mzuka, kwamba katikati ya mateso hawakuweza kuona wema Mwenyezi Mungu. Kila kitu kwao ilikuwa ni kivuli, ilikuwa ni mzuka. Maana yake nini? Katika safari ya maisha, ukianza safari bila Yesu, ukianza safari Yesu hayupo katika chombo chako, Yesu hayupo katika kazi yako, Yesu hayupo katika wito wako, Yesu hayupo katika biashara yako, utaanza. Lakini utakapofika katika zamu ya 4, ndio unaenda kwenye mafanikio, chombo kitapigwa na kila aina ya upepo na kila aina ya dhoruba. Mtikisiko huu huwa unawapelekea watu wengine, kila kitu anachokiona kwake ni mapepo, anaona ni mizuka, anaona ni kivuli. Hata watu wanaokuja kwake kuja kumsaidia, anaona ni mapepo. Ujue kwamba huyo amepigwa, chombo chake kimepigwa, familia yake imepigwa, ndoa yake imepigwa, watoto wake wamepigwa, biashara imepigwa. Hawakuweza kumtambua hadi Yesu, mpaka Yesu akatamka yale maneno, akasema, jipeni moyo wanangu, ni mimi. Maana yake nini? Mateso tunayopata hapa duniani, eneo la kwanza linaloshambuliwa ni katika moyo. Moyo ndio hazina kubwa mwanadamu. Moyo ndio umebeba mambo yote muhimu ya mwanadamu. Ndio maana kuna eneo limeandikwa, linda sana moyo wako kuliko kitu kingine chochote kile, kwa sababu moyo wako ukipata tu fadhaa, mambo yote yanaharibika. Petro akiwa katika kile chombo ambacho wenzake wanapiga makelele, akaamua kumfuata Yesu. Tunajifunza kitu gani? Unaweza ukawa kwenye jamii, ukawa ofisini, ukawa eneo la biashara, au ukawa pia kanisani. Kila siku watu ni mayowe, tunaangamia, ni kuona mabaya tu. Lazima mmoja katika ile eneo atoke amfuate Yesu. Usipotoka kwenye familia yako ambayo kila siku ni kuzungumza maneno mabaya, kwenye vikao kila siku mnaona kabisa kwamba mmelogwa, mnazungumza habari za mapepo tu, fulani ametuloga, fulani anatutesa, fulani ananifanya mimi nishindwe kuweza kufanikiwa katika biashara yangu, fulani kazini kwangu ananitesa, unaona tu ubaya. Usipotoka
katika hicho chombo ukaamua kumfuata Yesu ambaye amesema usiogope, amesema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Usipotoka kumfuata Yesu ambaye ni mshindi, wote mtaangamia. Petro ni mfano mzuri sana wa watu ambao waliamua kutoka katika kile chombo. Wenzake wanapiga tu makelele, wanaona kwamba ni mzuka Yesu, yeye akaamua kutoka. Hata Yesu alipozungumza neno lake hawakumsikiza, akatoka. Uko tayari kutoka katika dimbwi la hofu? Upo tayari kutoka katika familia ambayo muda mwingi ni kuzungumza maneno mabaya tu, mnaangalia maneno mabaya, hamfanyi jambo lolote, lile ni makelele tu, hakuna kusikilizana? Uko tayari kuweza kutoka kama Petro na kumfuata Yesu? Petro alitoka akamfuata Yesu na alitembea juu ya maji. Maana yake nini? Wale wote waliona kwamba ni dhoruba ambayo imeshindikanika, lakini Petro alitembea. Tupo katika dunia ambayo imetikisika. Tupo katika familia ambazo zimetikisika, kwamba haiwezekaniki, tunaona mabaya tu. Lakini wale wote wanaomtumania Bwana ni kama mlima Sayuni, hawatatikisika milele, watatembea juu ya maji. Hapo hapo watu wanaona dhoruba, wewe utatembea, utapita. Nini? Yesu akiwa mbele yako, Yesu akiwa ni mshindi kwako. Petro alikwenda, alipomwangalia Yesu alitembea juu ya maji. Katikati ya safari yake ya kumtazama Yesu, kumfuata Yesu aliko, akaanza kuangalia upepo. Alipoanza kuangalia tu upepo, Petro alizama. Petro alikuwa ni mzoefu katika habari za kuweza kuvua. Petro alikuwa anajua bahari. Petro alikuwa anajua mbinu zote katika ile ziwa. Lakini alipoanza kuangalia upepo, alipoangalia tu upepo, hakumwangalia Yesu. Hata kile ambacho alichokuwa ana uwezo nacho alishindwa. Ni mara ngapi ulianza safari yako vizuri na Bwana, ukawa ni mshindi, ukatembea baharini, watu wakakushangaa? Umeacha kumwangalia Bwana, umeacha moyo wako wa sala, umeacha kwenda kanisani, kuunganika na Bwana, kukaa katika ukimya kama alivyofanya nabii Elia. Umeacha kwenda kwa Bwana, umeanza kuangalia upepo, pepo za duniani hapa, unazama. Petro alipiga kelele, akasema, Bwana, naangamia. Yesu akanyosha mkono wake, akamshika, akamwambia, ewe mwenye imani haba, mbona uliona shaka? Kuna watu katika safari ya maisha wana mashaka, lakini Yesu hatuachi tuangamie. Anatushika mkono hadi katika mashaka yetu. Dominika ya leo ni dominika ya wale wote ambao wana mashaka, kwamba Petro alimfuata Bwana hadi katika kuzama kwake. Alimfuata Bwana, alimwomba Bwana msaada, hakutaka kuweza kutumia nguvu zake. Usitumie nguvu yako unapozama. Wakati umeanguka, mtazame tu Bwana, atanyosha mkono wake kwako. Usitumie nguvu zako katika kuweza kujiokoa wakati unajua kwamba umetenda dhambi. Mkiri Bwana kama, Bwana niokoe, damu yako takatifu iniokoe, damu yako takatifu iokoe familia yangu. Yesu niokoe. Mwite Yesu mwana wa Daudi akuokoe. Ndio maana basi katika hali hiyo Yesu ananyosha mkono, anamshika Petro, ambaye baadaye bahari inatulia, wanaingia hadi katika chombo. Watu wote wanasema, hakika wewe ni mwana wa Mungu. Nabii Elia akiwa katika mateso makali, amemkimbia Yezebeli, yule mwanamke mchawi ambaye alikuwa anataka kumwangamiza. Nabii Elia alienda katika uwepo wa Bwana, pepo zikapita, zikavuma, miamba ikapasuka. Mungu akuwepo. Bwana hayupo katika kelele, Bwana yupo katika utulivu. Na alipotulia katika utulivu mkubwa, Bwana akawepo. Bwana anapatikana nyakati zile tunavyoacha dunia yote, tunavyoacha umati wa watu na kwenda kutulia mbele zake na kukaa mbele zake. Mwenyezi Mungu ametujalia nyakati hizi. Kila mahali ukienda, watu wamejenga vikanisa vya kuabudu Yesu wa Ekaristi, vya kukaa katika ukimya. Tenga siku, nenda kakae na Bwana wetu Yesu wa Ekaristi katika ukimya. Tenga kwa wiki kuweza kuwa na muda wa kukaa katika ukimya na Bwana. Tenga katika swala zima la mwezi mmoja, ukae angalau siku 3 katika ukimya na Bwana. Bwana aongee na wewe, Bwana akupatie nguvu, Bwana akutegemeze, ili uweze kuona ndugu zako wakiwa katika mateso, uweze ukawasaidie, na baadaye utembee juu ya maji. Ingawa wenzako wanaona kabisa kama ni dhoruba, wewe utashinda. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.